Tumeitana asubuhi hii kuzungumza jambo moja mahususi ambalo ni la muhimu linaloendelea, na asubuhi ya leo tulianzia gereza la Butimba. Tumeenda kuwatembelea wenzetu 23 ambao wamekamatwa na wamekaa mahabusu kinyume cha utaratibu wa kisheria kwa muda mrefu, na jana wakabambikiziwa kesi ya ugaidi. Kwa tumewaona, na kwa jumla tukafikiri ni muhimu tuzungumze na Watanzania kupitia nyie waandishi wa habari asubuhi hii. Kwa viongozi wa Chadema tu, tukiacha na watu wengine ambao tunaendelea na wenyewe kufanya research kuhusu wenyewe, viongozi wa Chadema tu kwa kanda 3, kanda ya Victoria wamekamatwa watu 23, kanda ya Serengeti yenye mkoa wa Shinyanga, Mara na Simiu wamekamatwa watu 17, na kanda ya Nyasa wamekamatwa watu 11. Kwa ujumla kuna viongozi wa Chadema 51 ndani ya siku mbili wamekamatwa na kubambikiziwa kesi kubwa ya ugaidi. Hapo ni mbali na mwalimu ambaye mnajua, mwalimu wa chuo kikuu, mhadhiri wa chuo kikuu cha Dodoma, ambaye naro hili ni jambo muhimu na nitalizungumzia pia. Sasa kumekuwa na trend ya utawala huu wa Samia Suluhu Hassan ambaye yuko madarakani kwenye nchi yetu kwa mabavu, ambaye tunajua kwa maagizo yake waliuawa watu maelfu, na yeye akajitangaza bila kuchaguliwa na Watanzania kuwa rais ambaye serikali yake ni haramu na dhalimu. Imekuwa ni tabia yake ya kuumiza na kutumia vyombo vya dola kutisha, kuumiza, kupoteza, kuua na kubambikizia political opponents wake kesi mbalimbali. Ni muhimu kila mara tunapozungumza tuwe tunawakumbusha Watanzania kwamba mwanzo tu Samia Suluhu Hassan alipoingia madarakani alimbambikizia aliyekuwa mwenyekiti wa chama chetu Freeman Mbowe kesi ya ugaidi. Akakaa magereza mahabusu kwa miezi 8, na baadaye akamtoa akaenda naye Ikulu. Na hili jambo ni muhimu sana Watanzania kila mara tu tunalikumbuka kwamba gaidi anatoka gerezani, hajafika hata nyumbani kwake, amekwenda Ikulu. Baadaye yote yaliyotokea, watu wametekwa, watu wamepotezwa. Kila anayekosoa Polepole ambaye amekuwa kiongozi wa CCM mwandamizi, amekuwa mpaka katibu mwenezi, mjumbe wa kamati kuu ya chama cha CCM, wakati wote alikuwa salama, na Samia akamteua kuwa balozi wa Tanzania. Unapokuwa balozi, a vetted officer, maana yake umepitiwa rekodi yako na vyombo vya ulinzi na usalama wa nchi. Alipoanza kumkosoa tu Samia, Polepole hajulikani alipo. Ali Kibao alikuwa afisa wa chama chetu, alishushwa kwenye gari mchana, akakutwa ameuawa kinyama, ametobolewa macho, amemwagiwa tindikali. Baadaye Samia Suluhu Hassan akasema kifo ni kifo tu. Mdude Nyagali na viongozi wengine wengi wa chama chetu wamepotezwa na kuuawa, wakiwemo hata viongozi wa CCM.